Nao unajulikana kama Waamuzi na tafsiri yake kutoka lugha mambo ya Agano Kale na kuja katika ufunuo wa Roho wa Agano Jipya. Ujumbe ambao tunaendelea nao leo siri za 17 na tunayo furaha kuu sana kuutambulisha ujumbe huu, ujumbe wa Roho aitwa Yesu Kristo. Katika anwani yake ujumbe ujulikanao kama Waamuzi na tafsiri yake kutoka lugha mambo ya Agano Kale na kuja katika ufunuo wa Roho wa Agano Jipya. Leo ni siri za 17 katika mwendelezo wa ujumbe huu mashuhuri ambako Yesu anaachilia jumbe hizi kabla ya kuja kwake kwa ajili ya kuwa kanisa, ili wateule mahali kokote ulimwenguni wapate kujua anwani maalum za Yesu, ambaye Mungu huyu mashuhuri ambaye tunazungumza mbele zake anakusanya kanisa lake, na leo anamwachilia ujumbe wa mwisho kanisa, ujumbe wa nane kanisa, ambao bila shaka yote utakwenda kwenye mataifa yote ya dunia. Na ujumbe huu unaanzia nchini Tanzania, utakwenda barani Afrika na kwenda kwenye mataifa yote ya dunia. Yesu Mungu mashuhuri, Mungu wa zama zote, anaachilia anwani maalum. Ndio maana ameachilia ujumbe unaojulikana Waamuzi na tafsiri yake kutoka lugha mambo ya Agano Kale na kuja katika ufunuo wa Roho wa Agano Jipya. Na tuliona katika siri zilizopita, tuliona waamuzi wa taifa la Israeli walikuwa ni waamuzi 12. Ndio zote. Na niambia namba 12 ni namba ya wazo la Mungu lisiokuwa na hitilafu. Na tuliona pasiposha kwamba huyu Mungu ambaye tunazungumza naye habari yake ni Yesu. Mungu huyu kutoka kwenye zama za Roho akiwa peke yake. Yeye alianza kutoka kwenye zama za Roho. Alipoanza akiwa peke yake kabla ya kuumba chochote, kabla ya kuwepo kwa sayari, kabla ya kuwepo kwa mbingu ya kwanza, ya pili na ya tatu, kabla ya kuwepo chochote kilichoumbwa, kabla ya kuwepo kwa ardhi, kabla ya kuwepo kwa miti, mimea, wanyama, ndege, samaki na kila aina ya kitu ambacho kimeumbwa na Mungu mshukuru Yesu. Yeye alikuwa peke yake kutoka kwenye zama za Roho. Kwa yeye aliwaza katika wazo lake kula, ile wazo tukaliita lile wazo likajulikana kama neno la Mungu. Na niwaambia neno la Mungu likimaanisha lina mambo makuu manne. Moja, neno la Mungu lina tabia; ya pili, neno la Mungu lina utaratibu; tatu, neno la Mungu lina mwenendo; na nne, neno la Mungu lina sheria. Kwa Mungu aliachilia mambo haya manne kutoka kwa zama za Roho, ndiko watakatifu tukatokea katika kutoka kwa zama za Roho, tukamfanya Mungu kuwa Mungu. Kwa sababu alipokuwa kwenye zama za Roho akiwa peke yake, yeye hakuweza kuwa Mungu, yeye hakuwa Bwana wa mabwana, wala yeye hakuwa Bwana wa majeshi, wala yeye hakuwa Mungu wa miungu, wala hakuwa Bwana wa mabwana. Ili apokee zile hadhi 4, kwa sababu yeye aliwaza apokee hadhi 4 kutoka kwa watakatifu wake, yeye alichagua kutengeneza mchoro wa mahesabu. Na tulipotokea kutoka kwa zama za Roho, zile za pili, zama za Roho, yeye akiwa pamoja na watoto wake, Bwana alitupanga katika namna mraba. Watu wamepata zote. Unachora mraba wako marefu na upana ni sawa. Mkono wako kuume mraba unaandika zama za simba, chini ya mraba wako unaandika zama za ndama, mkono wako kushoto unaziita zama za mwanadamu, na pale juu ya mraba wako unaziita zama za tai. Zama za simba mkono wako kuume alikaa Paulo na Ireneo na watu wake. Zama za ndama chini ya mraba wako alikaa Martin na Kolumba na watu wao. Zama za mwanadamu alikaa Martin Luther na John Wesley na watu wao. Na zama za tai alikaa Elia 400, William Branham na Elia 500, ambao ulimwengu leo unasubiri ujumbe siku za mwisho kwa ajili ya kuleta anwani maalum kabla ya kuja kwa Mungu mshukuru Yesu. Kwa haya ilikuwa ni makazi ya watakatifu ambako katikati alikaa Mungu mmoja, ambaye tunazungumza habari zake ni Yesu. Yesu anakaa katikati. Sasa Mungu huyu alipotuweka katika hizi namba za kimahesabu, hizi namba za makazi ya Mungu zilileta namba 12. Na tunaona mkono wako kuume anakaa simba namba 1. Chini mraba wako anakaa ndama namba 2. Watu wamepata zuri. Mkono wako kushoto anakaa mwanadamu namba 3. Na pale juu mraba wako anakaa tai namba ngapi hizo? 4. Hawa ni wenye wai 4 wanaomzunguka Mungu, wanaotengeneza mraba ambao hauna, yani marefu yake na mapana yake ni sawa. Hakuna mtu yote anaweza kuongeza upande wowote, kwa sababu ukiongeza utapata mahesabu sio mraba. Watu wamepata zuri. Kwenye simba za tumeshapata nini? Tunakuja kwenye simba. Simba anakaa Paulo na Ireneo. Paulo namba 1, Ireneo namba 2, kwa maana ya namba za ujumbe. Paulo ujumbe wake namba 1, Ireneo namba 2. Barabara zuri. Chini ya mraba wako kwenye neno la ndama anakaa Martin na Kolumba. Martin namba 3, Kolumba namba 4. Barabara zuri. Kuna wako kushoto anakaa zama za mwanadamu anakaa Martin Luther na John Wesley. Martin Luther namba 5, John Wesley namba 6. Watu wamepata zuri. Na pale chini mraba wako kwenye neno la tai anakaa Elia 400, William Branham na Elia 500. Elia 400, William Branham yeye namba 7. Barabara zuri. Na Elia 500 yeye ni namba 8. Kwa hiyo utagundua zile jumbe katikati ziliandaliwa na Bwana kwa ajili ya kukusanya watakatifu baada ya injili kutoka ndani ya taifa moja kwenda kwenye mataifa yote ya dunia, ili Mungu atengeneze akusanye watakatifu wake kutoka kwenye kila lugha, jamaa, kabila na taifa, ili tutengeneze ule udhihirisho wa Mungu akiwa pamoja nasi
katika michoro ya kinabii. Bwana zuri hapa. Nilipata zuri hapa. Sasa mtu azungumza habari za Yesu kwa mashuhuri. Kwa hiyo kuchukua zile namba 8 na wale wenye wale 4 kuchukua 4 na 8 utapata namba 12. Hii ilikuwa kutoka kwenye zama za roho. Sasa na Ezekieli sura ya 1 mstari wa 1 mpaka 26 pamoja na Ufunuo sura ya 4 mstari wa 1 mpaka wa 8. Tulikuwa hivyo kutoka kwenye zama za roho. Sasa Mungu akiwa kutoka kwenye zama za roho, tuko kwenye mkutano mkuu wa watakatifu duniani. Amini kule katika zama za roho. Mungu akiwa katikati wakati huo, Mungu huyu roho tunazungumza mbele zake ndani Yesu. Roho yake wakati huo imeingia iko ndani kwa kila mteule, kwa sababu sisi tulitokana na wazo kuu la Mungu lisiokuwa na itilafu. Na lile wazo kuu la Mungu linajulikana kama Theos. Maana likiwa na maneno mawili ya lugha ya Kigiriki kwa maana Theo, T-H-E-O, na Logos ni L-O-G-O-S. Theo maana yake ni Mungu, Logos maana yake ni wazo. Kwa sisi tulitokana na lile wazo la Mungu. Sisi na Mungu ni mmoja. Tofauti ni kwamba Mungu yeye ana chanda kikuu. Bwana zuri. Sisi tuna chanda cha pili. Bwana zuri. Shika hiyo. Yeye ana kichanda cha kwanza, si chanda cha ngapi? Cha pili. Na yote mawili ni sawa katika Ufunuo. Tofauti kwamba yeye anaabudiwa, yeye anatukuzwa. Yeye ni mkuu. Bwana zuri. Watu wamepata zuri. Bwana zuri. Bwana zuri. Na tulipokaa kwenye yale makazi ya manne ya simba, ndama na wanadamu na tai, Yesu alitabiri yeye kuna kitu alikuwa anakitafuta kutoka kwa watakatifu wake. Makazi ya simba alikuwa anatabiri kwamba Yesu ndiye Bwana wa Bwana. Makazi ya ndama Yesu alikuwa anatabiri kwamba yeye ndiye Bwana wa majeshi. Wataelewana zote. Makazi ya mwanadamu Yesu alikuwa anatabiri kwamba yeye ndiye Mungu wa wanadamu. Bwana zote. Imeelezwa hapa. Na makazi ya tai yeye alikuwa ndiye mfalme wa falme. Haya hii ilikuwa ni michoro kutoka kwa zama za Mungu. Mungu aliweka mahesabu haya kinabii. Bwana zote. Kutoka kwa zama za Mungu kwenye ule mkutano mkuu wa watakatifu. Na hapa nataka tuone mahesabu haya ili tunapoleta mtiririko katika siri za 17 upate mahesabu. Kikao kikuu cha mbinguni kilipokaa. Bwana kutoka kwenye ono la Bwana. Bwana mkutano mkuu kati ya Mungu na watakatifu wake. Wakati Mungu akituonyesha wazo lake. Hii hapa Biblia ya Kiebrania ile vitabu 66. Agano la Kale vitabu 39, Agano Jipya vitabu 27 kujumlisha mpaka 66. Na 6 kwa 6 ukisogeza ni 66, ukiweka alama kujumlisha pale na mangapi? 12 ya wazo la Bwana lisiokuwa na hitilafu. Kwa Mungu tukiwa naye kule juu katika zama za roho, Yesu alianza kutoa mahubiri. Yesu alianza kutabiri kuhusiana na ujumbe ulioko ndani ya Biblia hii. Wataelewana zuri hapa. Yeye akaanza kutabiria kutoka kwenye katika wazo kule. Sasa tukiwa kwenye zama za roho, Mungu alituonyesha matukio mawili. Moja, tulionyeshwa tukiwa kwenye zama za roho. Pili, ono hilo Bwana akatuonyesha kutoka kwenye zama za roho tunaanguka kwenye zama za maumbo. Tunatoka kwenye zama za maumbo tunarudi kwenye zama za roho. Wataelewana? Ndio fungua ile chuo cha Ufunuo sura ya 5. Anza mstari wa 1 mpaka 6 ili tuweze kupata mahesabu haya kinabii. Ufunuo sura ya 5 mstari wa 1 mpaka 6. Tuone kikao hiki ili mpate kuchukua katika mwendelezo wa series hizi ambazo Bwana anaziachilia kuelekea moja siku mwisho kabla kuja kwake kwa jina la kanisa, ili watu watubu dhambi. Malazuri watu watubu nini? Dhambi. Malazuri ili wampokee Bwana mshauri Yesu. Huyu ni zama zote, huyu katika Ufunuo. Malazuri anabaki vile vile kutoka kwenye zama zote, kutoka kwenye zama za roho kuja katika zama za mambo za Agano Kale, kutoka kwenye zama za mambo za Agano Kale kuja katika zama za roho za Agano Jipya. Hiyo mtakatifu wa Bwana. Ufunuo sura 5 mstari wa 1 mpaka 6 ndio. Kisha nikaona katika mkono wake, mkono wa kuume wake yeye aliyeketi juu ya kile kiti cha yule aliyeketi kwenye kile kiti cha enzi. Kitabu kilicho taratibu hapa. Yule aliyeketi kwenye kile kiti cha enzi. Amen. Ufunuo sura ya 5 Malazuri. Wakati ameketi ndio tulikuwa kwenye kikao kikuu cha watakatifu kule juu au mkutano mkuu wa watakatifu. Malazuri. Tukija Bwana akileta wazo lake. Bwana akieleza mpango mzima wa uwepo wa ulimwengu huu tulionao sasa, ambao huu ni ulimwengu uliochakaa, ulimwengu uliopewa mwanzo na mwisho. Bwana alileta mahesabu ili tutoke kutoka kwenye ulimwengu ule wa roho ambao hauna mwanzo wala hauna mwisho, ili tuje katika ulimwengu wenye mwanzo na mwisho. Tutatoka kwenye ulimwengu wa mwanzo na mwisho, tutarudi katika ulimwengu ambao hauna mwanzo wala nini mwisho, ambao tunazungumza habari ya mbingu mpya na nchi mpya. Wataelewana zuri. Sasa tukiwa kule juu anasema yule aliyeketi alikuwa na nini? Hebu rejea hapo tupate mahesabu ya kinabii. Ili tuonyeshe katika michoro ya kinabii ndio. Amina.
Ndio mtakatifu Bwana. Kisha nikaona katika mkono wa kuume wake yeye aliyeketi juu ya kile kiti cha enzi. Sasa hapo bonasa. Ufunuo sura ya 4 anaonekana mmoja ameketi. Ezekiel 1 Lazari 26 mmoja ameketi. Lazari naomba bonasa. Nenda Ufunuo sura ya 4 mstari pili tusomee. Tuone mahesabu haya ili tunaunganisha ili ujue wazo la Mungu lisiokuwa na itilafu. Ndio maana ujumbe unajulikana kama waamuzi na tafsiri yake kutoka kwenye lugha ya Agano la Kale kuja katika ufunuo wa Roho wa Agano Jipya. Na ufunuo wa Roho wa Agano Jipya ndio ufunuo wa Roho kutoka kwenye zama za Roho. Unaelewa vizuri? Na yote mawili ni sawa. Watamepata sura ndio mtewe. Tusome. Na mara nalikuwa katika roho. Sikiliza, nabii anasema kwa mara nalikuwa katika wapi? Roho. Katika roho. Hakuwa katika maumbo. Kwa sababu wakati huo sisi tukiwa kwenye zama za roho, hatukuwa kwenye zama za maumbo. Yohana ili aone tukio hilo ilibidi atolewe kwenye zama za maumbo, aende zama za roho. Ili aone tukio hili kulikuwepo kabla ya kutoka kwenye zama za roho kuja katika zama za maumbo. Kwa hiyo ule mkutano mkuu wa watakatifu kule juu mbinguni. Wataelewa vizuri baba. Ndio. Na ukumbuke wa mkutano mkuu, kule mbinguni ulikaa katika namna mraba, simba ndani ya mwanadamu ni tai. Simba mkono wako kuume, ndani ya chini ya mdomo wako. Kwa mwanadamu mkono wako kushoto, umeelewa? Na tai pale chini ya mdomo wako, umeelewa vizuri? Wataelewa vizuri baba. Pale simba pale anaelewa na watu wake, kama Martin na Kolumba na watu wake, na mwanadamu Martin Luther na watu wake, na pale kwenye tai anakaa ile metano na watu wao. Tuko kule juu. Hii ni Ufunuo sura ya 5. Sasa tunaona Ufunuo sura ya 4 mstari wa 2. Anasema na alikuwa katika nini? Katika roho. Ndio, endelea. Amina. Ndio. Na tazama kiti cha enzi kimewekwa mbinguni. Umeona hiyo? Kiti cha enzi anakiona kilikuwa kimoja kule juu. Ndio. Na mmoja ameketi juu ya mmoja ameketi kwenye kile kiti. Sura 3 moja. Amina. Na yeye aliyeketi alionekana mithili ya jiwe la yaspi na akiki na Amina. Endelea mtakatifu. Ulikizunguka kile kiti cha enzi. Amina. Ukionekana mithili ya zumaridi. Amina. Na viti 24 vilikizunguka kile kiti cha enzi. Huyo ana viti vingapi? 24 katika mchoro. Mungu alikuwa anatabiri. Yohana anayaona matukio mawili katika tukio moja. Anaona ono moja lenye matukio mawili. Moja anatuona tukio kwenye zama za roho, tumekaa kwa namba 12. Anatuona tunatoka kwenye roho. Mwanzo mchoro wa kuja kwenye maumbo unaeleza namba ngapi? 12. Wataona bana zuri. Mnaelewa? Tunazungumza habari za Mungu mshiriki Yesu. Funzo mambo. Yohana hili tukio hapa yuko kwenye zama za roho, aliyo kwenye zama za maumbo. Anaona tukio hilo mbinguni. Mwanzo zuri. Nasa hapa nenda Ezekiel 1:26. Naye aliona nini katika roho? Tuone mahesabu haya ili ujue tunapokwenda katika series ya 17. Ndio. Ndio mtakatifu Bwana. Ezekiel sura ya 1 mstari 26. Na juu ya anga lililokuwa juu ya vichwa vyao, palikuwa na mfano wa kiti cha enzi. Kuonekana kwake kama yakuti samawi. Ndio. Juu ya mfano huo wa kiti cha enzi ulikuwako mfano kama kuonekana kwa mfano wa mwanadamu. Umeona hiyo? Yohana anamuona yule Mungu mkuu, roho, mazuri. Alafu baadaye akamuona yule roho amefanyika umbo. Kuleta maana ngapi? Ya pili. Ya kwanza ni roho, ya pili ni maumbo. Ndio maana Biblia ya Kiebrania inaeleza maagano mawili. Agano la kwanza ni agano la kale, linajulikana kama agano la maumbo. Agano jipya linajulikana agano la roho. Hizo ni anwani za Mungu katika michoro. Watu wamepata zuri. Yohana anaona kama Ezekiel anaona kitu kile kile. Hiyo ndio. Tuone mahesabu haya ndio. Endelea hapo. Yes, endelea. Amina. Na juu ya anga lililokuwa juu ya vichwa vyao, palikuwa na mfano wa kiti cha enzi. Kuonekana kwake kama yakuti samawi. Na juu ya mfano huo wa kiti cha enzi ulikuwako mfano kama kuonekana kwa mfano wa mwanadamu juu yake. Umemwona huyo? Wewe unashuri. Sasa tunampeleka kwenye Ufunuo sura 5 kwenye mkutano mkuu kule mbinguni. Amen. Mkutano takatifu kule juu mbinguni. Mwangalie vizuri sana. Mtamwelewa Yesu ana siri
ambazo leo wanatheolojia wamepoteza mwelekeo katika safari. Nzuri. Wameanguka vibaya mno kwa nini wanatumia akili kwa maisha. Wataona nzuri. Nirudi pale kwenye Ufunuo sura 5, sura kwanza mpaka 6 utusomee. Kisha nikaona katika mkono wa kuume wake yeye aliyeketi juu ya Umeona huyo aliyeketi kwenye kile kiti. Mkono wake nini? Wa kuume. Tumeelewa. Amina. Sasa nasa hapo umeona mkono wa kuume akishika nini? Kitabu. Hebu kielezee kidogo kitabu. Unasema? Amina. Wa kuume wake yeye aliyeketi juu ya kile kiti cha enzi, kitabu kilichoandikwa ndani na nyuma. Kimeandikwa ndani na nini? Na nyuma. Nyuma ni agano la kale. Sikilizeni vizuri hapa. Kimeandikwa ndani na nini? Na nyuma. Watu wamepata zuri. Amen. Nyuma ni agano la maumbo lililoficha siri za roho. Ndani ni ufunuo wa roho wa agano jipya. Watu wamepata zuri. Umeweka mwekea kwenye kitabu. Ndio maana leo watu wanashindwa kumwelewa Mungu. Wanashindwa wanapotembea kwenye agano kale katika michoro. Ni tunasema ni nyuma ya nini? Ya kile kitabu. Unaona? Nyuma ya hicho kitabu. Nini Mungu aliweka alificha siri. Au tunasema nyuma ya kile kitabu Mungu alificha hizo siri. Ili uzipate zile siri lazima usome kule ndani. Ndani ni nini? Ni ufunuo wa agano jipya. Watu wamepata zuri. Kirejea hicho kitabu tena tukipate ili mkione hicho kitabu. Ndio. Amina. Ndio. Kisha nikaona katika mkono wa kuume wake yeye aliyeketi juu ya kile kiti cha enzi. Amina. Kitabu kilichoandikwa ndani na nyuma. Ndani na nini? Nyuma. Ndani ya agano jipya. Nyuma ni wapi? Agano kale. Kimetiwa. Sasa nabii hapa alikuwa anaficha siri za Mungu. Anasema kimetiwa muhuri nini? Kimetiwa muhuri 7. Kimetiwa muhuri 7. Watu wanaelewa leo. Amina. Sio muhuri, muhuri 7. Umeelewa leo? Amen. Biblia inasema muhuri 7, sio mihuri 7. Muhuri 7. Ndio unajua lugha za manabii, bwana. Hii ni prophetic language. Bwana. Muhuri ni 7. Nini muhuri 7 inataja habari zake? Bwana. Nini kuna siri kule? Kumbuka hapa tuko kule juu. Mungu anasoma wazo wake kuu, mwanzo wake na mwisho wake katika vizazi wakao juu nchi. Tukiwa tu kule juu. Ndio tunaelewa kwa nini tunasema Waamuzi 12. Ili Mungu ndiye wazo wake alishusha hapa duniani katika michoro ya kimungu. Amen. Kufunua michoro ya roho. Wataendelea sana. Amina. Tuweka timu utapata. Anasema kile kitabu kimeandikwa nini? Kimeandikwa ndani wapi? Na nyuma. Sasa angalia nyuma ni wapi? Nyuma ni agano la kale, tunaona Waamuzi 12 wa taifa la Israeli. Amina. Ndani ni wapi? Ni agano jipya, tunaona Waamuzi wa agano jipya. Amina. Naomba michoro tuonyeshe watu hapa hii siri za 17 katika ujumbe mashuhuri wa Yesu kule kama ile siku mwisho. Ili upate roho maalum mwelezo. Wataelewaje baba? Shika haya yanayoletwa ni roho Bwana. Aitwa Yesu. Yeye mfunuza ananiambia hapa, waambie mimi ni roho nazungumza. Mwelezo. Bwana akasema na mimi akaniambia naongea mimi roho. Mwelezo. Kwa Bwana anasema hivi ni ushauri wa roho. Mwelezo. Yeye anawachilia kule kama ile siku mwisho. Anasema kwa sura 5, mwelezo. Kwa sura 5 mstari wa 1 mpaka 6. Nabii, kumbuka hapa nabii anasema na alikuwa katika roho kwenye Ufunuo sura ya 4. Anatolewa duniani anapelekwa wapi? Juu mbinguni. Hapo Ufunuo sura 5 Yohana yuko juu alipokea revelation kutoka kwa mahesabu ya nabii. Kwa sababu nzuri. Hakuya yaani hii ni mwaka 96 kwenda mwaka 98 baada ya Kristo. Bwana zuri. Yohana akiwa kwenye kisiwa cha Patmos kwenye nchi ya Ugiriki kwenye bahari inayojulikana kama Ocean. Yohana anachukuliwa kutoka kwenye kile kisiwa cha Patmos. Anapelekwa juu mbinguni. Anasema aliona matukio haya. Bwana zuri. Anamuona mmoja ameketi. Nani huyo? Mmoja ameketi na huyu mmoja alikuwa na kitabu. Nini? Na kile kitabu mwanzo kimeandikwa wapi? Ndani na nini? Ndani na nyuma. Ataelewa zuri. Kwa lugha nyingine unaweza kusema kitabu hiki kimeandikwa mbele na nyuma. Wataelewa vizuri. Wataelewa vizuri. Au unaweza kusema kitabu hiki kimeandikwa ndani na nje. Ndani na nini? Na nje. Sasa leo ngoja ndugu yangu naomba Biblia.
tuonyeshe siri moja ya kinabii. Tumwone wewe nipe ile. Mwana ananipa kitabu. Akinipa kitabu cha kwanza nitasoma nje. Wataelewa? Imeandikwa Biblia. Walazo Biblia takatifu. Hii inaandikwa wapi? Biblia takatifu inasema. Inabidi nifungue na tangu nisome. Sasa agano la kale ni agano la nje. Agano la nyuma nje. Manake ninapochukua kitabu, yani katika Ufunuo, manake ninaposoma agano la kale nasoma nje ya kitabu ili nijue ndani ni nani anayetajwa. Wataelewa vizuri. Nitafungua ndani ili nione nani anataka. Sasa agano jipya ni waulize swali. Agano jipya anatajwa nani? Nenda kwenye Mathayo 1:1. Kitabu cha nani? Kwa Yesu. Wataelewa vizuri. Nenda kwenye Marko 1:1. Anamkaribisha. Vizuri. Nenda kwenye Luka takatifu 1:3. Luka takatifu sura kwanza mstari wa kwanza mpaka 3. Anamwita Teofilo. Wataelewa vizuri. Toka pale hama nenda kwa Yohana. Vizuri. Yohana mtakatifu. Yohana mtakatifu 1:1. Anasema hapo mwanzo kulikuwa na neno. Na neno lilikuwa nani? Kwa Mungu. Na yule neno nani? Ni Mungu mkuu. Mungu mnaweza ni Mungu mkuu. Sasa mwingine anataka kuuliza mbona haijatajwa pale Mungu mkuu? Sasa ni Mungu, mwelezo. Naye alikuwa kwa Mungu. Sasa hapo mwanzo kulikuwa kuna neno na neno alikuwa kwa Mungu na huyo neno alikuwa nani? Mungu. Mimi namuita Mungu mkuu. Chukua Tito 2:13. Mwelezo. Amina. Na pia Bwana Paulo anamwandikia Tito na wakati huo anawaandikia Wayunani wote. Sasa Tito alikuwa Myunani. Wakati huo anawaandikia watu wote wa mataifa. Amen. Wataelewa sura. Anasema Yesu ndiye Mungu mkuu. Wataelewa sura. Na huyo Mungu mkuu wa Tito sura ya 2 mstari wa 13 ndiye yule Mungu mkuu anayetajwa kwenye Kumbukumbu la Torati sura ya 7 mstari wa 9 na sura ya 7 mstari wa 21. Wataelewa vizuri. Na Kumbukumbu la Torati sura ya 10 mstari wa 17. Ni yule mmoja ambaye anazungumza kwa Yesu. Funzo mama. Naomba ndio pale marejeo kidogo hapo. Vizuri. Tumenasa pale kwenye Ufunuo. Vizuri. Ufunuo sura 5. Naomba fungua Biblia yako. Nenda Tito 2:13. Upate mahesabu haya kinabii. Ndio. Twende haraka kidogo. Tukilitazamia tumaini lenye baraka. Tukilitazamia tumaini lenye baraka, ndio. Na mafunuo ya utukufu wa Kristo Yesu, Mungu mkuu na Mwokozi wetu. Umesikia hiyo? Paulo anamwandikia Tito, wakati anaandikia Wayunani, wakati anaandikia watu wa mataifa. Wataelewa vizuri. Amen. Akimtambulisha Mungu na shughuli Yesu. Funzo mambo. Na ikumbuke Paulo ndiye alikuwa mzee wa 24. Niwaambia wale wazee 12 wa Agano Kale, Paulo ndiye alikuwa mtume wa 12 wa Agano Jipya. Katika wale mitume 12 wa Yesu. Kwa hiyo kuchukua 12 wa Agano Kale na 12 wa Agano Jipya, Paulo alikuwa ni mzee ngapi? 24. Anamtambulisha Yesu kwa watu wa mataifa. Wataelewa sura hapa. Belewa sura hapa. Anamtaja Mungu mkuu. Nenda Waebrania sura 7 mstari wa 1 mpaka 4. Twende haraka mtu tupate mahesabu haya, ndio. Amina. Ili mjue wazo la Mungu lisogee itilafu ndogo za roho. Mungu abariki, balazori. Yesu abariki. Yesu ndio. Kwa maana Melkizedeki huyo mfalme wa Salemu, kuhani wa Mungu aliye juu, yes, aliyekutana na Ibrahimu, amina, alipokuwa akirudi katika kuwapiga hao wafalme, amina, akambariki, ambaye Ibrahimu alimgawia sehemu ya 10 ya vitu vyote. Amina, amina. Na tafsiri sasa, angalia hapa. Fungu la 10 anapokea nani? Mungu. Na wauliza swali watakatifu Bwana. Fungu la 10 anapokea nani? Mungu. Ni Mungu. Na hapo kwenye Waebrania. Twende kipo. Vizuri hapa. Tuone fungu la 10 nani anapokea. Naomba fungue kitabu cha Mwanzo. Mwanzo sura 20 na Mwanzo sura 28. Vizuri. Mwanzo sura ngapi? Ya 28. Naomba tufungue hapo. Tupate na hesabu. Vizuri. Ili ujue mtakatifu wa Bwana. Vizuri. Wataelewa vizuri. Tupate na hesabu haya kinabii, sawa? Mwanzo sura 28. Umepata? Amina. Kumbe nimefungua kutoka sawa. Mwanzo 20 na Mwanzo sura 28. Utaona mahesabu ya kinabii yenye kushangaza sana. Mwanzo
Anza Mwanzo sura 28 mstari wa 10, sawa? Mpaka mstari wa 15. Sikilizeni maneno haya mashuhuri kabisa, utaona mahesabu. Kumbuka hapa tunaona Waebrania sura 7. Balazo Biblia inasema pasipo shaka Paulo anaandika Waebrania wakati anaandika watoto wa mataifa. Ibrahimu ametoka kupiga wale falme, akakutana na Melkizedeki mfalme wa Salemu. Balazo wakati alikutana naye anasema akampa fungu la 10 la vitu vyote alivyovipata kwenye mateka. Balazo kutokana na mapigano ya vita. Watu wameelewa leo. Tutatibu hapa. Sasa tunataka kuona fungu la 10 nani anapokea. Nani huwa anapokea fungu la nini? Fungu la 10 kwa mujibu wa Biblia. Ndio. Yakobo akatoka Beersheba kwenda Harani. Amina. Akafika mahali fulani. Amina. Akakaa huko usiku kucha. Maana jua lilikuwa limekuchwa. Hapo ni Luzu. Yakobo alifika mji unaitwa nini? Luzu. Ambaye yeye alibadilisha mji ule Luzu akaita Betheli. Na tuliona neno Betheli maana yake nini? Betheli imetokana na maneno mawili ya lugha ya Kiebrania. Beth na Eli. Beth maana yake ni nyumba, Eli maana yake nini? Ni Eloi, Mungu roho wa Ibrania. Sasa Betheli imetokana na maneno ya mawili ya Beth na nini? Na Eli. Eli ni kifupisho cha Eloi, Mungu wa Ibrania ambaye ni Mungu roho. Amen. Sasa yeye akaita ule mji Luzu. Ule mji aliuita Bethel badala ya Luzu. Akiwaambia watu wote wakao juu nchi kutoka kwenye michoro ya Agano Kale. Akiwaambia alikutana na Mungu aliyevaa umbo. Yule Eloi roho. Beth maana yake ni nyumba. Watemepana suria. Yesu alipotokea ni Mungu aliyevaa umbo, nyumba, ili apate kuonekana katikati ya watu. Mungu mashuhuri tunazungumza habari zake. Sasa pia anamtambulisha Yesu katika Ufunuo. Sasa angalieni hapa Mungu anapochukua fungu la 10 huyu. Watemepana suria. Amen. Suria. Endelea, Amina. Twende tupate vizuri hapa. Akatoa jiwe moja la mahali pale. Akaliweka chini ya kichwa chake. Yesu alafu akalala usingizi pale. Amina. Akaota ndoto, na tazama ngazi imesimamishwa juu ya nchi. Amina. Na ncha yake yafika mbinguni. Amina. Tena tazama malaika wa Mungu wanapanda na kushuka juu yake. Kwani ngazi ya kwenda mbinguni ni ipi? Na wauliza watakatifu, ngazi aliona nabii hapa ni ipi? Watu wanafikiri leo ngazi ya kupanda hivi. Bwana. Amen. Ngazi ya kwenda mbinguni ni ipi watakatifu Bwana? Ni ipi ngazi ya kupanda? Ili umuone Yesu kule akasimama kwenye ncha. Wataelewa zote. Amen. Amen. Ngazi ya kwanza. Bwana. Amina. Ndio ndio kama kale. Ngazi ya kwanza ni Yuda. Ya pili ni Reuben, ya tatu Efraim, ya 4 Dani, ya 5 Isakari, ya 6 Zabuloni, ya 7 Simeoni, ya 8 Gadi, ya 9 watakapata zote. Amina. Manase, ya 10 Benjamin, 11 Naftali, 12. Ukifika kule Kenya utaona Mungu mmoja anasimama juu kule. Amina. Agano Jipya, tunakwenda kwenye Agano Jipya. Watakapata zote. Ngazi ya kwanza ni Mathayo takatifu. Ngazi ya pili Marko takatifu. Ngazi ya tatu Luka takatifu. Ngazi ya 4 Yohana takatifu. Ngazi ya 5 Paulo. Ngazi ya 6 Eneo. Ngazi ya 7 Warfi. Ngazi ya 8 Kolumba. Ngazi ya 9 Martin Luther. Ngazi ya 10 John Wesley. Ngazi ya 11 Wile kwa Corona mwenyewe 4. Ngazi ya 12 nani? Elia 5. Ukifika kileleni utaona Mungu mmoja. Kanasa kule juu. Sasa leo wasomaji wa maandiko ni huyu Mungu mkuu aliyemtokea Yesu, aliyemtokea Yakobo, ambaye tunazungumza habari zake ni Yesu. Amen. Huyu Eloi roho alivaa umbo. Na nabii anasema alimuona kwenye ile ncha kule juu. Yaani ukimtafuta huko chini wakati unapanda kule juu, lazima uone Mungu mmoja kanasa. Katika maarifa mwenye masikio na asikie. Amen. Revelation na mabwana anayoshiria kwa Yesu mwisho. Ili watu wote wapate kujua. Analeta udhibitisho wa juu sana. Ndio.
Amina. Tena tazama, malaika wa Mungu wanapanda na sasa malaika hao wanaopanda ni wakina nani? Yakobo aliona malaika, aliona wateule wanatoka duniani wanapanda wapi? Wanakwenda juu. Wenye masikio na asikie. Agano la kale walikuwa wapande juu, walikwenda wapi? Chini kumsubiri Yesu. Yakobo anaona watu wanapanda wanaondoka. Wanaondoka. Yaani watu wanapanda na kushuka. Wanaopanda ni wale waliotoka kwenye maombi, wale wanaokushuka wanatoka kwenye roho wanakuja kwenye nini? Maombi. Kwa maana leo ukizaa mtoto wako maana anatoka roho na anakuja wapi? Kwenye maombi, aishi miaka ile inatabiriwa na Bwana, atoka kwenye maombi arudi wapi? Arudi roho. Watu wao wanasoma maandiko sasa, wanafikiri kwamba walikuwa wanapanda kama ngani, wanapanda na kushuka. Biblia ni mchoro wa kinabii, picha mahesabu ya kinabii. Watu wamelazwa hapa. Yakobo anamuona Paulo anashuka. Basi alafu akamwona Paulo anapanda na watu wake. Hii ni wazo wewe. Yakobo anamuona Yeremia anashuka. Alafu anamuona Yeremia na watu wake wanapanda. Watu wanapanda zuri. Yakobo anamuona Martini anashuka. Wanamuona zuri. Alafu anamuona Martini anapanda na watu wake. Watu wamelazwa wewe. Imelazwa wewe. Umepata leo. Yakobo anamuona Kolumba anashuka, alafu anamuona Kolumba anapanda na watu wake. Wataendelezwa na. Yakobo anamuona Martin Luther anashuka, alafu Martin Luther anapanda na watu wake. Alafu anamuona John Wesley akishuka, na alafu anamuona John Wesley na watu wake wanapanda. Akamuona Elia umeenda huyo na Ibrahim akishuka, ndio akatoa anashuka, belezo ni. Unaelewa? Alafu anamuona anapanda, belezo ni. Hii ni belezo ni. Alafu Elia umetana naye akaonekana anashuka, alafu akaonekana anapanda na watu wake wa Jehova. Wataelewana zuri. Umeinasa hiyo. Umeipata hiyo katika mchoro kinabii. Sasa angalia nabii huyu anatoa mahesabu. Sasa Biblia sio kitabu cha kwenda kusomea theolojia darasani. Theolojia unaenda kusomea darasani uyaelewe maandiko ya Roho Bwana. Huwezi kupata mahesabu hayo. Ni michoro ya kinabii ambayo Mungu alificha mpaka wakati wa mwisho. Roho Bwana anazungumza kwa kama mwisho. Analeta leo hii. Kwa maana leo unaona analeta revelation ambayo wakati wote katika zama zote watu walisoma Biblia, unaona? Hawakulinasa Paulo ni Petro ni Yakobo aliona nini katika ufunuo. Wataelewazo leo inaachiliwa kutoka kwenye maskani ya mchungu saa kwenda barani Afrika, bali kutoka nchini Tanzania kwenda barani Afrika kwenda kwenye mataifa ya dunia. Wataelewazo leo kupata mahesabu haya kinabii ambayo Mungu asema itilafu ambayo hawezi kubadilika. Wataelewa vizuri. Elewa kwa tupate mahesabu haya ndio. Yakobo anaona tukio zima la kupanda na kushuka. Umeelewa wewe? Amina. Ndio roho zama za roho, tuone kwa zama za maombi, tuone kwa zama za maombi, tuone zama za roho. Tukio waliona malaika wanapanda na kushuka. Umeelewa vizuri? Watu wanafikiri malaika wale wanapanda na kushuka. Jamaa aliona watu wanashuka na kupanda watakatifu wa Bwana, bwana yule. Na wanaopanda wanapanda kwa mahesabu ya nafasi walizonazo. Wataelewa wewe? Amen. Yes, kwa hesabu yako. Na tazama, Bwana amesimama juu yake. Bwana akasimama kwenye nchi kule juu. Ndio. Akasema, mimi ni Bwana Mungu wa Ibrahimu baba. Sikiliza, Bwana anambia mimi ni Bwana Mungu. Akasema sisi ni miungu. Wataelewa. Mwamba kavaa Mungu anamtokea nabii. Yule nabii baada ya kuamka akasema mji huu nitauita Betheli. Betheli manake nyumba, alimuona Mungu akishuka katika ufunuo. Kuleta mahesabu ya nabii. Wataambia Bwana sura. Elewa, tulimsikia nabii Bwana, ndio. Amina. Na Mungu wa Isaka, nchi hii uilalayo nitakupa wewe na uzao wako. Amina, amina. Na uzao wako utakuwa kama mavumbi ya nchi. Amina, amina. Nawe utaenea upande wa magharibi. Sasa sikiliza hapa. Sikilizeni vizuri sana. Mimi nampenda Yesu kwa sababu bingo ya maisha na choro mraba hapa. Sawa? Bingo nini? Hii huku ilitwa Berama ya Mashariki. Berama nini? Ya Mashariki chini hapa Berama nini? Ya kusini huku ilitwa Berama nini? Ya magharibi na hapa ilitwa Berama nini? Sasa Mungu anamwambia Yakobo. Sasa hapo ukisoma kumbe Mungu alikuwa anataka Berama za watoto wake ndio wazao. Wale walikuwa wanapanda na kushuka walikuwa wanaona. Anasema mshii, nimewaambia agano la kale liko na agano la Mungu. Mungu alitumia taifa la Israeli kuchora mchoro wa ufalme wake. Ili mchoro utoke ndani ya mifumo ya mchoro wa kimaumbo uende katika ufunuo wa roho. Ndio maana Waebrania walipofika kwenye taifa, Mungu aligawa ile nchi katika vipande 12. Kuelezea kwanza
mawazo ya Mungu sio kwa itilafu. Ataelezwa wewe. Tuweka mzigo hapa. Mungu huyu mshauri Yesu anaongea na nabii katika Ufunuo. Anamwambia sikiliza Yakobo, watoto wako watakuwa wengi kama mavumbi ya ardhi. Watoto wake Yakobo na wakina nani? Belezoni. Yuateule wakano jipya kwa jina lichoro. Belezoni. Kutoka kwenye choro wakano kale. Wataelezwa wewe. Wataelezwa. Na wakati Mungu anamwambia Yakobo, Mungu alikuwa anachora kanuni ya 3 ya ukombozi. Anamwambia kanuni ya kwanza au mchoro kwanza Mungu alitumia Ibrahimu kutaja imani au ufunuo wao. Belezoni. Kanuni ya pili ambayo Mungu alitumia alimtaja Isaka. Isaka Mungu alikuwa anatumia dhabihu ya msamaha wa dhambi. Wataelewa. Kanuni ya 3 ya mchoro kanuni ya 3 na Mungu alikuwa anitaja katika mchoro yake. Alikuwa anamtaja Yakobo, maana kuonyesha badiliko. Wataelewa wewe. Na kanuni ya 4 ya mchoro wa 4 au wa 4 Mungu anataja habari za Daudi au Yuda, wale akitaja mamlaka. Kwa hiyo tunaona mambo haya manne. Hapa anaongea na nabii wa Bwana akifunua jambo la ngapi? La tatu katika mchoro mwendelezo kwa hesabu. Lakini anamwambia angalia nchi hii uliyoilalia. Hii nchi nitakupa wewe na uzao wako. Kwa lugha nyingine Mungu anazungumza leo katika Ufunuo. Kwamba makazi ya Mungu pamoja na watoto wake ni mraba, na huu ndio ule ufalme unakuja. Na huu ndio ile mbingu mpya na nchi mpya, na huu ndio ule utawala miaka 1000 unakuja, na hii ndio ile karamu ya malaika kule chini. Tutakaa katika safu ya mraba. Kila mtu atakaa upande wake kwa ujumbe saa yake. Tunakamilishwa kwa ujumbe saa. Wataelewa ndio endelea. Sikia nabii Bwana huyu ndio. Amina. Na uzao wako utakuwa kama mavumbi ya nchi. Amina. Nawe utaenea upande wa magharibi. Amina. Na mashariki. Amina. Na kaskazini. Amina. Na kusini. Wale ambao baramu hizi. Amizeni. Kwa Mwanzo sura 28. Wataelewa. Sura 10 mpaka 15. Hiyo utaelewa. Amen. Nawe utaenea, maana lugha nyingine inasema nawe utakaa na watu wako. Mtakaa kwenye safu ngapi? 4. Safu ya simba, safu ya ndama, safu ya mwanadamu na safu ya nini? Tai. Beramu ya mashariki, beramu ya magharibi, beramu ya kusini, beramu ya magharibi na beramu ya nini? Ya kaskazini. Sasa na Hesabu sura ya 2. Sura kwanza mpaka 31. Musa anarejea mchoro huu kutoka kwa zama za Roho. Wataelewa wewe. Barabara nzuri hapa. Mlinasa hilo. Endelea taratibu Bwana. Tumeona mraba unatajwa kwenye Mwanzo sura 28. Kwa sababu tuliona mraba unatajwa kwenye Mwanzo sura 22, mstari 20 mpaka 24. Lazima kuna mtu anaitwa Nahori, ndugu yake Ibrahimu. Alikuwa na wake huyu, mmoja aliitwa Milka na wa pili aliitwa Reuma. Reuma alimzalia Nahori, mzee Nahori, watoto 4. Watoto wazuri. Na Milka alimzalia watoto 8. Ukichukua 4 na 8 unapata ngapi? 12 katika mchoro kama hesabu. Mungu analeta mchoro ule kama hesabu kueleza mraba usiokuwa na itilafu kutoka kwa zama za Roho kuja katika zama za Mungu. Ndio. Amina. Ndio. Na katika wewe na katika uzao wako jamaa zote za dunia watabarikiwa. Umeona? Kwa lugha nyingine wanasema wewe na uzao wako jamaa zote za ulimwengu watabarikiwa. Wazuri. Kwani leo tunahubiri injili kutoka kwenye kitabu kipi? Kiliandikwa na nani? Kiliandikwa na manabii na mitume wa Kiebrania. Wataelewa wewe? Wataelewa wewe? Mmepata hilo? Endelea mtakatifu Bwana. Tuone na hesabu haya. Ndio. Na tazama mimi ni pamoja nawe. Niko pamoja nawe. Amina. Nitakulinda kila uendako. Amina. Nami nitakuleta tena mpaka nchi hii. Amina. Kwa maana sitakuacha hata nitakapokufanyia hayo niliyokuambia. Amina. Yakobo akaamka katika usingizi. Sikilizeni, Yakobo akaamka katika usingizi. Mke akasema, kweli Bwana yupo mahali hapa. Kweli Bwana yupo mahali hapa. Sikia hiyo. Wala mimi sikujua. Naye akaogopa akasema, mahali hapa panatisha kama nini. Amina. Bila shaka hapa ni nyumba ya Mungu. Umesikia? Nyumba ya Mungu. Betheli hiyo. Betheli. Nyumba nini? Nyumba ya Mungu. Ataelezwa. Na huyo Mungu ni nani? Ni Eloi. Na huyo Eloi ni nani? Ni Mungu wa Ibrania. Na huyo ni Yesu. Funuzo mambo. Endelea.
napo ndipo lango la mbinguni. Umesikia hiyo? Betheli pia ni mlango wapi? Unalazo hapa. Na wewe Betheli ni nani? Ni Yesu. Emmanuel. Betheli, Emmanuel. Yule Mungu wao aliyevaa umbo akajificha, kumbe yeye ndio mlango wa kwenda. Wanaona hapa. Wataelewa? Lisikupite katika michoro hii. Ndio, endelea. Amina. Amina. Yakobo akaondoka asubuhi na mapema. Amina. Akalitoa lile jiwe aliloliweka chini ya kichwa chake. Amina. Akalisimamisha. Amina. Kama nguzo. Kama nguzo, yes. Na kumimina mafuta juu yake. Amina. Akaita jina la mahali pale Betheli. Umesikia? Amina. Lakini jina la mji ule hapo kwanza uliitwa Luzu. Uliitwa Luzu, ndio. Yakobo akaweka nadhiri akisema. Yakobo akaweka nadhiri kwa nani? Kwa Betheli. Emmanuel. Mungu pamoja na nasi. Mungu alivaa umbo ili aonekane katikati ya watu. Amen. Kutoka kwenye michoro ya maumbo ya kale kuja katika ufunuo wa Agano Jipya. Amina. Sikia nadhiri ya nabii. Bwana endelea. Mungu akiwa pamoja nami. Mungu akiwa pamoja nami. Akinilinda katika njia niendeayo. Akinilinda katika njia niendayo. Na kunipa chakula. Na kunipa chakula. Nile na nguo nivae. Na nguo nivae. Nami nikirudi kwa amani. Nyumbani kwa baba yangu. Nyumbani mwa baba yangu. Ndipo Bwana atakuwa Mungu wangu. Ndipo Bwana atakuwa Mungu wangu. Na jiwe hili nililolisimamisha kama nguzo litakuwa nyumba ya Mungu. Itakuwa nyumba nini? Ya Mungu. Ndio hapo utajua kwa nini Yesu anaitwa jiwe. Anaitwa mwamba. Bwana katika michoro kinabii. Endelea. Amina. Na katika kila utakalonipa hakika nitakutolea wewe sehemu ya 10. Umesikia hiyo? Makubaliano kati ya Mungu na nani? Na Yakobo anataka kumtolea Mungu nini? Fungu la 10 baada ya kufanikishwa. Amina. Katika safari yake. Ndio maana ukisoma Mwanzo sura 33, wataelewa zote. Mstari wa 20, mstari wa 18 mpaka 20. Maandiko yasiyo na shaka yote yanathibitisha Yakobo aliporudi kwa amani mpaka Shekemu, akajenga madhabahu. Hayo madhabahu akaita Eli Elohim Israeli. Wataelewa zote. Eli maana yake ni Eloi. Eli Eloi, wewe unasema Eloi Israeli. Wataelewa zote. Eloi Israeli. Sasa unataka kujua nini maana ya Eloi Israeli? Yaani maana yake hiyo. Mwanzo sura ya 33 mstari wa 18 mpaka 20. Yesu akiwa msalabani wakati anamaliza huduma yake alisema Eloi lama sabakitani. Mungu wangu mbona umeniacha? Adamu wakati anafukuzwa Eden, Adamu anamlilia Mungu, anamwambia Mungu wangu mbona umeniacha? Wakati Adamu anafukuzwa kwenye wazo kula Mungu la mraba, anaangukia kwenye mifumo ya ibilisi yenye shida na matatizo na magonjwa na kulazwa na kila aina. Adamu akalia Eloi lama sabakitani. Mungu wangu mbona umeniacha? Waebrania wanafika kwenye taifa lao, walipofanya dhambi wakafukuzwa. Usiku wanafukuzwa na mfalme wa Ashuru, yale makabila 10 ya kaskazini. Na siku yale makabila mawili Yuda na Benjamini wanafukuzwa kwenye taifa lao. Wanauawa kama kuku. Waebrania walimlilia Mungu wakasema, Mungu wetu, mbona umetuacha? Wataelewa vizuri. Lakini kabla ya Waebrania kusema Mungu wetu, mbona umetuacha? Waebrania walikuwa wanasema hivi, Mungu wetu yupo pamoja nasi. Ndio taratibu hapa. Niwaambie hizi ni jumbe za kinabii. Bwana zote. Adamu kabla hajafukuzwa kutenda dhambi, alikuwa anasema Mungu wangu wewe yupo pamoja nami. Wataelewa sura. Anafukuzwa anasema Mungu wangu mbona umeniacha? Waebrania wanafukuzwa, Mungu wangu mbona umeniacha? Yesu anatokea kwa msalabani, anarudia hesabu zile zenye amani mbili ya Adamu na Waebrania, kuchora hesabu kwamba hakuna mwanadamu anaweza kupata hukumu kwa njia ya matendo ya sheria. Tumeelewa sura. Na Yesu wakati anafanya ile majaribio ya Eloi lama sabakitani, akifanya mahesabu, wakati huo anatangaza
Amelazwa. Yakobo anamtambulisha Mungu wa shule Yesu. Akamwambia Waebrania, akamwambia Eloi, Eloi, Eloi. Israeli, maanake neno Israeli, maanake ni Mungu pamoja na watu wake. Waebrania wanapokuwa na Mungu pamoja nao, watanawazwe, inakuwa taifa lenye nguvu sana kwa kutokea katika historia ya Mungu. Watanawazwe. Tunataka ujibu uweze kulianza katika michoro kidabili. Walazwe. Watanawazwe. Kuna ujumbe utakuja baada ya ujumbe hizi. Unajulikana kama Eloi, Eloi, lama sabakitane. Uwe ujumbe ni mashuhuri mno. Walazwe. Utafuta kila aina ya mafundisho udanganyifu wa Ibilisi kutoka kwenye dini na madhehebu ya Kiprotestant na Pentecoste. Wataelewa ni ujumbe mashuhuri mno ambao Bwana pia amekwisha tupa, ambao bila shaka wakati ukifika wanatoka na hesabu haya. Yakobo anamtambulisha Mungu mashuhuri huyu, anamtaja fungu nini? Fungu la kumzatu Mungu kwenye Waebrania sura 7. Tumeona yule Melkizedeki huyo ambaye yeye ndiye mtunuzi mambo ya zama zote. Rudi pale ndugu, tuende haraka kidogo. Ezekiel sura Waebrania sura 7 mstari wa kwanza mpaka 4. Ndio ndugu yangu. Amina. Kwa maana Zedeki huyo mfalme wa Salemu, kuhani wa Mungu aliye juu, aliyekutana na Ibrahimu alipokuwa akirudi katika kuwapiga hao wafalme, akambariki, ambaye Ibrahimu alimgawia sehemu ya 10 ya vitu vyote. Unaona huyo anapokea nini? Melkizedeki anapokea nini? Fungu la 10. Alafu Melkizedeki anampa mkate nini? Na divai. Walazo yule wa Mwanzo sura 14 mstari 17 mpaka 20. Yule wa Mathayo mtakatifu sura ya 17 mpaka mstari wa 26. Amini ya sura 26 mstari wa 17 mpaka 26. Yule Mungu mashuhuri Yesu aliyetoa mkate nini na divai. Wataelewa hizo? Yule mmoja Mungu mashuhuri tunazungumza habari zake katika Ufunuo. Wataelewa hizo wewe. Unapata zile wewe. Tunazungumza wazo kwa Mungu sio kwa klabu. Kuna zama za roho. Endelea huyo tumoja na Melkizedeki. Ama Paulo anaendelea kuthibitisha kwamba Yesu ndiye Mungu mkuu, Mungu wa zama zote katika michoro. Na yeye ndiye aliyefanya mtarishi wa wazo lake kutoka zama za roho. Amina. Ndio. Tafsiri ya jina lake kwanza ni mfalme wa haki. Mfalme wa haki. Melkizedeki mfalme wa haki. Ndio. Tena mfalme wa Salemu. Mfalme wa Salemu. Maana yake mfalme wa amani. Mfalme wa amani. Hana baba. Mama. Hana mama, hana wazazi, hana mwanzo wa siku zake. Sasa leo inawezekanaje Yesu mkamwambia kwamba ana baba yake mbinguni? Watu wamepoteza mahesabu. Yesu wakati anatembea alitumia anwani ya umbo la Adamu kuchora mahesabu ili Adamu arudi kwenye ile kufukuzwa kwenye mambo manne. Adamu alipewa ufunuo, Adamu alipewa uzima, Adamu alipewa kuitwa mwana Mungu, na Adamu akapewa jambo la nne, yeye alipewa mamlaka. Adamu alipofukuzwa Mungu akawaita Waebrania. Akaunda ile taifa ili achore hesabu zile. Waebrania walikuwa na anwani 14. Anwani ya kwanza kulikuwa na mabwana wa taifa la Israeli. Kulikuwa 10 mraba. Anwani ya pili kulikuwa na majemedari wa Israeli, majemedari wa jeshi. Anwani ya tatu kulikuwa na makuhani. Anwani ya nne ilikuwa wafalme. Waebrania walipotenda dhambi, mabwana wa Israeli wakapoteza nguvu ya kiuchumi. Njaa kali ikaingia ndani ya taifa lao. Wazuri, wakafukuzwa ndani ya taifa lao. Walipomwacha Mungu, majemedari wa Israeli wakapoteza nguvu ya kivita, taifa likavamiwa. Wazuri, walipotenda dhambi, makuhani wakaacha kazi ya Mungu. Israeli haikusamehewa dhambi na Bwana. Mungu akawafukuza kutoka kwenye taifa lao. Wafalme hapa juu wakapoteza hadhi. Wafalme wakatekwa. Wazuri, wakaondolewa kwenye taifa lao. Mungu alikuwa anaonyesha mambo yale manne ambayo Adamu alipoteza. Wakati huo Israeli kabla hawajafukuzwa waliita Eloi, Eloi, yupo pamoja nasi. Walipofukuzwa ikaitwa Eloi, Eloi, lama sabakitane. Bwana umetoa. Adamu yule alipokuwa na Mungu ilikuwa ni Eloi, Eloi, yupo pamoja nasi. Wanaelewa? Adamu alipofukuzwa Eloi, Eloi, lama sabakitane. Leo kwa moja siku ya mwisho. Ulimwengu huu unaoona huu. Wote kuna anwani mbili, kila mtu ataitaja hiyo. Yaani kati hizo mbili wewe utataja moja hapo. Aidha utataja Eloi, Eloi yupo pamoja nasi, au utasema Eloi, Eloi lama sabakitane. Wale watakasema Eloi, Eloi yupo pamoja nasi ni wale watakaochukua ujumbe wa kiwaamuzi, ujumbe wa
kiuamuzi kutoka kwenye mchoro wa Agano la Kale. Rudi pale wale Waamuzi 12 wa Israeli. Ndugu yangu. Chagua wewe sasa unataka uwe wapi? Uwe kwenye kilio au uwe kwenye nini? Furaha. Yote mawili sawa kwa Mungu. Kuna makundi mawili leo. Kuna mmoja akasema Eloi nini? Yu nani? Yu pamoja nani? Pamoja nasi. Bwana. Wengine wakasema Eloi lama nini? Lama saba nini? Saba kitani. Na yote mawili ni sawa kwa Mungu. Sasa Mungu alipomtuma Paulo kutoka kwenye wakati wa simba, Paulo alileta ujumbe wa Eloi yu pamoja nasi. Watu waliokataa ujumbe wa Paulo waliangukia Eloi yu nini? Lama saba kitani. Wakati wa Eloi alileta ujumbe wa Eloi nini? Yu pamoja nasi. Alafu wengine waliokataa ujumbe wa Eloi wakaanguka Eloi lama saba kitani. Martini alipokuja ujumbe alikuja na Eloi yu pamoja nasi. Waliokataa ujumbe walikuja na Eloi lama saba kitani. Wataelewa? Koloma alipotokea alikuja na ujumbe wa Eloi yu pamoja nasi. Wale waliokataa ujumbe wakaja na Eloi lama saba kitani. Martin Luther alipokuja na ujumbe wake alikuja na Eloi yu pamoja nasi. Wale waliokataa ujumbe wakaja na Eloi lama saba kitani. Wataelewa vizuri? Ndio hapo utagundua kwamba Mungu fundi wa mahesabu. Charles alipokuja alikuja na ujumbe Eloi yu pamoja nasi. Waliokataa ujumbe wa Charles walikuja na Eloi lama saba kitani. Wataelewa vizuri? Walipotokea alikuja na Eloi yu pamoja nasi. Waliokataa ujumbe wake akaja na Eloi lama saba kitani. Ujumbe wa mwisho kabisa Elia 5 atakuja na Eloi yu pamoja nasi. Watakaokataa ujumbe watakuja na Eloi lama saba kitani. Na neno labda hii Eloi lama saba kitani. Mungu wangu mbona umetuacha? Au Mungu wetu mbona umetuacha? Kuachwa na Mungu ni kutengwa na Mungu, na kutengwa na Mungu ni laana, na laana ni jehanamu ya moto. Na yote mawili ni sawa, kati ya kupewa rehema na kati ya kupewa nini? Pokea ghadhabu. Ndio maana Biblia inasema kabisa kwamba neno la Mungu au ujumbe wa Bwana ni upanga ukatao nini? Kuwili, unaokoa wakati unafanya unahukumu. Kwa ujumbe huo wataelewa vizuri. Kwa ujumbe huo ni anwani hizi mbili zilitokea katika zile zama za Waamuzi. Niwaambie Waebrania walikuwa na Waamuzi 12. Naomba nitajie Waamuzi. Othanieli. Wa kwanza ni Othanieli. Wa pili Eliudi. Tunachora mraba hapa kunja ndugu yangu. Tunamaliza kwenye sehemu za 17. Unachora mraba wako wa kwanza hapa. Alafu tutachora mraba ngapi? Wa pili mfano wa kitabu kidogo kilichofunguliwa. Sawa? Amen. Waamuzi wa kwanza wote polisi na vitu Othanieli wao ni wale, sawa? Mwenye wale pili Eliudi, unamweka hapa chini mraba wako. Watatu ni nani? Baraka, unamweka mkono wako wa kushoto mraba wako. Na wanne ni nani? Gideoni unamweka chini mraba wako. Umeelewa vizuri? Waamuzi wa 5 wa Israeli wanaitwa nani? Tola unamwandika hapa. Wa 6 Yairi. Sawa? Wa 7 Yafta au Yefta. Sawa? Wa 8 Ibzan. Wa 9 Idnon. Wa 10 Abdon. Wa 11 Samson. Wa 12 Samuel. Unaona? Amina. Sasa angalia, tunazungumza zile chumbe za kiuamuzi. Chumbe za kiuamuzi zinazoleta mahesabu ya Eloi lama saba kitani na Eloi yu pamoja nasi. Na yote mawili ni sawa. Mungu alitumia kutoka kwenye Agano la Kale. Kwa hiyo wanachukua waamuzi hawa, Othanieli, Eliudi, Baraka na Gideoni wanapata namba 4. Unachukua namba za jumbe. Jumbe wa kwanza ni Tola, wa pili ni wa Yairi, wa 3 ni Yefta, wa 4 ni Ibzan, wa 5 ni Edlon, wa 6 ni Abdon, wa 7 ni Samson, wa 8 nani? Samuel. Wataelewa vizuri. Mungu alitumia waamuzi wa Israeli kuchora mahesabu ya mfumo wa Agano Jipya, kuleta mahesabu yasiyokuwa na shaka katika michoro ya kinabii. Unakuja huku kwenye Agano Jipya, unaandika mwenye wai mfano wa simba au unaandika Mathayo. Hapa chini unaandika mwenye wai mfano wa Marko au mfano wa ndama. Kwa wako kushoto unaandika mwenye wai mfano wa mwanadamu. Maana kama unaandika Luka mtakatifu, na hapa chini unaandika mwenye wai mfano wa Tai au Yohana mtakatifu. Tunaangalia namba za ujumbe. Wataelewa vizuri. Kwanza hapa ni
Paulo. Nani huyo? Paulo mkono wako kushoto. Anayefuata amini wa kuume. Wanafuata ni Ireneo kwenye wakati wa Simba. Unakuja kwenye ndama hapo unamwandika Martin, na hapa unamwandika nani? Kulumba. Huku unamwandika Martin Luther. Na hapa juu unamwandika nani? John Israel. Unapata swali? Amen. Unakuja kwenye eneo la Tai au eneo la Yohana, unamwandika Elia au nne William Branham na Elia mangapi? Ya 5. Watanapata swali? Sasa angalia jumbe hizi za kiuamuzi, jumbe hizi za kiuamuzi ambazo Mungu alizitoa kutoka kwenye Agano Kale kuja kwenye Ufunuo wa Agano Jipya ili kuchora na hesabu ya kinabii. Kwa sababu Torah ulikuwa ni mfano wa Eloi uwezo yupo pamoja nasi. Wanaelewa? Huyo ni Torah. Ya hii ilikuwa vile vile Eloi yupo pamoja nasi. Yesu alikuwa ni Eloi yupo pamoja nasi. Wanaelewa? Hili sana ilikuwa ni Eloi yupo pamoja nasi. Idnoni ilikuwa ni Eloi yupo pamoja nasi. Amnoni ilikuwa ni Eloi yupo pamoja nasi. Samsoni ilikuwa Eloi yupo pamoja nasi. Na Samuel ilikuwa Eloi yupo pamoja nasi. Sasa hapa nisikilizeni vizuri. Tega sikio lako la kiroho mpaka mahesabu. Ninyi mnaandika. Fuatilieni kwanza michoro hapa ili nisikupite katika michoro ya kinabii. Sasa angalia hapa. Tunazungumza habari ya waamuzi wa Israeli. Waebrania walipokosa mwamuzi walitenda dhambi. Mungu aliwaacha. Walivamiwa na Wafilisti, walivamiwa na Wamoabu, wana wa Amoni, na Waedomu. Wakapigwa. Kwa wakati wamemwacha Mungu, walipopigwa baada ya kumwacha Mungu, wataelewa. Waebrania walipopigwa, ilikuwa ni Eloi lama sabakthani. Waebrania waliachwa. Ndio kusoma kitabu cha Waamuzi anasema pale Waebrania walipomwacha Bwana, ndipo walipofanywa na majeraha. Mwamuzi alipotokea, Waebrania wakabadilika kuwa Eloi yupo pamoja nasi. Inaelezwa hapa. Utapata mahesabu haya. Ni kama huku leo kwenye Agano Jipya. Hii Agano Kale kuja Agano Jipya. Tunaangalia waamuzi hawa kuja kwenye waamuzi hawa. Ndio maana wakati wa Torah ilikuwa ni Eloi pamoja nasi. Alipokutoka Torah akaja Yairi, Eloi pamoja nasi. Kutoka Yairi akaja Yefta, Eloi pamoja nasi. Kutoka Yefta akaja Elizani, Eloi pamoja nasi. Akaja Idoni, Eloi pamoja nasi. Baada ya hapo akaja Amnoni, Eloi pamoja nasi. Samsoni watokea, Eloi pamoja nasi. Alafu anakuja Samuel, Eloi pamoja nasi. Wataelewa? Tunakuja kwenye Agano Jipya. Paulo alipotokea, alikuja na ujumbe wa Eloi yupo pamoja nasi. Wakati kati ya ujumbe wa Paulo kuja wakati wa ujumbe wa leo, mapotofu mengi yalianza kutokea. Udanganyifu mwingi ukaanza kuzaliwa. Ndiko Mungu alipoona mapotofu akamtuma Ireneo kulisaidia kanisa la kizazi husika. Ireneo akaja, akazima kule kuachwa, akaanzisha kule kuwa na Bwana mashuhuri Yesu. Wataelewa? Baada ya hapo, kutoka kwa Ireneo kuja kwa Martin, kukatokea na udanganyifu mwingi sana hapa katikati. Hapa ndiko baraza la Nikea lilipokuja. Lilipoleta miungu watatu, ndiko Mungu akamtuma Martin. Baada ya hapo uliendelea upotofu. Mungu akamtuma Kolumba. Baada ya hapo ukaendelea upotofu mkubwa sana. Giza neno ikaingia. Roho ikaja na kufundisha miungu watatu na mambo mengi yasiyotokana na Bwana. Walikuja na ibada za kuabudu mizimu na kuabudu waliokufa. Ama Biblia haikusema. Atameleza. Ndiko Mungu anamwinua Martin Luther kama mwamuzi ili kuleta Eloi yupo pamoja nasi. Baada ya Martin Luther kuja kwa John Wesley kupita kipindi hapa, mapotofu mengi yaliendelea hapa. Ndiko Mungu akamtuma John Wesley akaleta Eloi yupo pamoja nasi. Baada ya hapo ndiko Mungu anamwinua yule Branham analeta Eloi yupo pamoja nasi. Baada ya kipindi kifupi hapa anamtuma Elia 5. Anasema Eloi yupo pamoja nasi. Lakini nawaeleza moja, siku hizi dini na madhehebu ya Kiprotestant na Pentecost watalia kilio kikuu kuwahi kutokea. Kilio hiki sio kile cha Adamu, kilio hiki sio kile cha Waebrania, kilio hiki sio kile Yesu alifanya. Kilio hiki ni kilio kikuu kuwahi kutokea. Kwa nini? Ujumbe wa 8 wa kanisa ni ujumbe wa 12
ujumbe wa mwezi wa 12 jioni kwa namba ya mahesabu ya hawa waamuzi wa Kiebrania wa Agano la Kale wa kimaumbo kuja katika waamuzi wa kiroho katika michoro ya Agano Jipya. Ndio ujumbe wa mwisho. Nini kitatokea? Yesu atakayefanya atanyakuwa kanisa lake. Ndiko ulimwengu huu ataingia kwenye Eloi Rama Saba kitani kwenye kipindi hiki kikuu. Na baada ya hapo ataenda kuzimu. Na baada ya kuzimu ataenda kwenye hukumu ya kiti chake. Baada ya utawala miaka 1000 basi. Na baada ya hapo atakwenda jehanamu ya moto. Bwana anawabariki. Leo iko siku za 17. Ujumbe wetu ndio ni ujumbe unaotokana na waamuzi na tafsiri yake kutoka Luka mambo ya kale kuja katika ufunuo wa Agano Jipya. Sauti ya neno Mungu shuhudia Yesu anachina neno hili kutoka nchini Tanzania kwenda barani Afrika na kwenda kwenye mataifa ya dunia ili watu wote wapate kujua neno maalum kwa kimoja siku za mwisho. Jumbe hizi ni jumbe za mnaso siri au mtu asiye na Yesu anasoma kitabu chake kidogo sasa na Ufunuo sura 10 ili kila mtu apate kujua na hesabu ya kinabii. Ndio maana inaonekana katika Ufunuo sura 5 katika ule mkutano mkuu wa takatifu kule juu. Wakati tunakaa kule Bwana alitusomea hiki kitabu kidogo ambacho ni Ufunuo sura ya 5 mstari wa 1 mpaka 6. Na hiki kitabu kidogo ambacho kimeandikwa ndani na nyuma. Baraza ndani na nini? Hapa tulikuwa tunakisoma ndani na nini? Na nyuma. Baraza nyuma ni huku tunakisoma nyuma tunafahamu. Ndani tupate mahesabu ya maana katika michoro ya kinabii. Wataelewa? Hii ndani na nyuma baraza tukisoma kitabu kile cha Ufunuo sura 5 ndicho kile kitabu kinachoonekana kwenye Ufunuo sura 10 mstari wa 2. Yesu anaposhuka baraza Ufunuo sura 2 anasema alikuja yule malaika mwingine mwenye nguvu wakati uso wake ulikuwa kama jua. Wataelewa? Sura yake ilikuwa kama jua. Kama angalia kwenye Mathayo mtakatifu sura 17. Yesu alipomchukua Petro na Yakobo na Yohana kiwa juu ya kilele cha mlima, uso wake ulibadilika ukawa kama jua. Wanaelewa? Yule Ufunuo sura 10 ndio yule ambaye alitokea pale juu ya kile kilele cha mlima pale. Wanaelewa? Wataelewa? Mlima wa Mizeituni, umbali wa mita 2000, umbali wa mita 826 akiwa pale juu ya kilele. Wataelewa? Sura yake ilibadilika kama jua. Wataelewa? Ufunuo sura 10 inaonekana yeye anashuka uso wake kama jua. Alafu amevikwa rungu. Rungu ni ushahidi wa maandiko. Alafu akawa na upindo wa nguo wanataka kumaliza agano. Na upindo wa nguo una rangi 7. Namba 7 ni siri ya Mungu iliyofichwa katika mahesabu ya kinabii. Wataelewa? Na aliposhuka yule malaika, maandiko yanasema pasipo shaka alikuwa na kitabu kidogo fulani kimefunguliwa. Sasa sio usome kadi yale kimefunguliwa kiko wazi, kinasomeka saa hizi. Wewe kwani amkioni kikisomeka? Bwana, hiki hapa kinasomeka Ufunuo sura 10 mstari wa 2. Wewe masikio unasikia. Jumbe hizi hazikuwa kuhubiriwa katika zama zote. Yesu alizificha mpaka wakati huu. Bwana anabariki, Mungu ajaze ulinde. Tuonekane katika ulimwengu unaokuja. Tukutane katika ulimwengu ujao. Bwana anabariki. Bwana Yesu, asante kwa ajili ya fadhili, asante kwa ajili ya siku ya leo. Asante kwa ajili ya siri za namba 17. Siri za 17 ambazo Bwana umetupa leo katika Ufunuo. Tunasema asante Mungu mshukuru Yesu. Asante kwa ajili ya ngani zote ambazo Bwana ameziachilia. Pokea heshima Mungu, unaweza wewe. Wewe ni Mungu mshukuru, Mungu wa zama zote katika Ufunuo. Unastahili Bwana, wewe ni Mungu mkuu. Tunasema asante Bwana na Yesu kwa ajili ya fadhili. Ni furaha yangu mbele zako kuona watu wanalipata katika mahesabu. Hata wale ambao watafuatilia jumbe hizi kupitia kwenye mitandao Bwana na Yesu, kupitia kwenye akaunti zetu Bwana rema. Ninaamini Bwana rema Yesu atainasa katika mahesabu. Ili Bwana watupe dhambi na mgeuko mkubwa utokee ndani yao. Ili watu wajue ni wakati gani tulionao. Ili wasipoteze muda kutokana na mifumo ya udanganyifu wa ulimwengu ambayo dini na madhehebu ya Kiprotestanti na kosa yameandaliwa kwa akili za watu. Bwana rema, tunaomba rehema zako na fadhili zako Yesu. Linda watu wako, linda utakatifu wako wote Bwana ulimwenguni. Mungu mshukuru Yesu, weka mipaka yako ya kinabii, wewe unaweza mfalme mshukuru. Kwa jina la Bwana Yesu. Amina. Bwana anabariki.